Kipindi kifuatacho kimegharamiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries. Jumapili moja mchungaji mmoja alihubiri kuhusu uaminifu. Basi Jumatatu asubuhi alipanda basi kwenda ofisini kwake. Alilipa nauli na dereva wa basi akamrudishia nyingi zaidi. Aliketi na basi lilipokuwa linaenda, mchungaji huyu alikuwa akiwaza kuhusu jinsi Mungu alikuwa amempa pesa za ziada zitakazomsaidia wiki hiyo. Hata hivyo, alikuwa anatatizika moyoni mwake. Basi kabla hajashuka, alienda na akamrudishia dereva pesa hizo za ziada na akamwambia, umefanya makosa, umenirudishia chenji nyingi zaidi. Dereva huyu alitabasamu na akasema, sikufanya makosa. Nilikuwa katika kanisa lako jana na nikakusikia ukihubiri kuhusu uaminifu, basi niliamua kukujaribu leo asubuhi. Hebu acha niwaambie kwamba dunia inatuangalia. Wanapaswa kutuona tukiishi maisha yetu kulingana na imani yetu. Naweza kuambia kwamba kuwahubiria tu watu bila kuishi maisha yanayostahili huleta madhara zaidi kuliko mema. Kwa hivyo tunapaswa kufanya uamuzi kwa manufaa ya ufalme. Uamuzi huo hauna uhusiano wote na kile tunachotaka au hisia zetu au kile tunachofikiria. Lakini tunapaswa kutumia uhuru wetu wa kuamua kufanya uamuzi wa kumpa Mungu nia zetu ili tufanye mapenzi yake kupitia usaidizi wake. Sasa wacha niseme tu hapa mwanzoni kwamba hakuna yeyote hapa anayeweza kumtii Mungu bila kumtegemea Mungu kufanya hivyo. Bila yeye huwezi kufanya chochote. Kwa hivyo haitakufaidi chochote kunisikiza kisha useme, yametosha hayo, Bwana asifiwe, nitaenda nyumbani na nifanye hiki na nifanye kile na nitabadilisha hiki na nibadilishe kile. Kusema kweli, utanoa kabisa. Kwa sababu Mungu havutiwi na kujitegemea kwako, anataka tumtegemee. Basi nyenyekeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari ili awakweze kwa wakati wake. Na kujinyenyekeza kunamaanisha kujua kwamba bila yeye sisi ni bure. Kwa upande mwingine, ikiwa hatuna hamu thabiti na azma thabiti ya kumtii Mungu, basi kamwe hatutaweza kumtii. Mungu hatatufanyia kila kitu na hatutaweza kufanya chochote bila yeye. Mnaelewa ninachosema? Ikiwa hutaki kufanya kitu, basi hutakifanya. Hutakifanya ikiwa hutaki. Lakini jambo lingine la kusisimua ni kwamba ikiwa una azma thabiti ya kufanya kitu, basi utakifanya. Mnajua nini? Hatupendi kukubali hilo, kwa sababu tuko radhi kusema siwezi hilo. Lakini naamini kabisa kwamba ukiwa na azma ya kutosha ya kufanya kitu, watu lalamika kuhusu muda wao kila wakati. Mnajua nyinyi mfanya nini na muda wenu? Mnafanya kile mnachotaka kufanya na muda wenu. Mimi sina muda wa kutosha. Una muda sawa na watu wengine. Sisi wote tuna muda sawa. Mbona watu wengine hawana faida yoyote katika kuzaa matunda? Kisha kuna watu wengine ambao wanatekeleza mambo ya ajabu na ya kushangaza, na maisha yao yanazaa matunda kwa njia ya ajabu, na watu wote hawa wana muda sawa. Kuna watu wenye azma thabiti ya kutekeleza mambo ya maana na maisha yao, na wako tayari kulipa gharama ya kufanya hivyo. Semeni, kulipa gharama. Wako tayari kulipa gharama ya kufanya hivyo, ili hali watu wengine wanataka tu vitu vilivyo rahisi. Ni vigumu sana. Vinanitatiza. Nimefungwa katika jambo hilo. Oh, Yesu nisaidie leo. Warumi 12:1. Basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai. Basi Paulo anasema, nawasihi mfanye uamuzi. Mimi pia nafanya vivyo hivyo wikendi hii hapa Hershey, Pennsylvania. Nawasihi ninyi pamoja na watu wote wanaotutazama kwenye runinga kote duniani
na wasihi mfanye uamuzi kwamba hamtaishi maisha duni yasiyokuwa na maana thabiti. Kitu cha kwanza tunachoweza kufaidika nacho sisi wote ni kama tutaamua leo, nimeacha kutoa vijisababu. Sitatoa vijisababu tena. Ikiwa nimeshindwa, basi afadhali niwajibikie hali yangu mbaya. Sitaki kulaumiwa, kama singekuwa hivi na kama singekuwa vile, kama ningekuwa na hiki na kile kwa wingi zaidi. Acha kuzingatia kile usicho nacho na uzingatie kile ulicho nacho. Pengine hukuwa na wazazi waliokupenda, lakini Mungu yuko upande wako sasa. Pengine ulinyanyaswa utotoni mwako, lakini Mungu yuko tayari kukupa uponyaji na marejesho. Amen. Kitu maridadi kilitokea kwangu wiki hii. Mungu hunishangaza. Nilifuzu shule ya upili mwaka 1961 na babangu, kama mjuavyo, alikuwa mtu mkali na mkatili na hakunikubalia nifanye kama watoto wengine. Nilikuwa nahisi aibu kila wakati na nilijiona niko tofauti na wenzangu. Hakununua picha za darasa langu, na kama mjuavyo, kama mnakumbuka mkiwa shuleni, hicho kilikuwa ni kitu muhimu sana kwa mwanafunzi. Watu walikuwa wanabadilishana picha na mimi sikuwa na hata moja, na hakununua pete ya darasa langu. Kwa hivyo sikupata pete ya darasa langu. Na wiki iliyopita boksi moja lililetwa ofisini mwetu na mtu nisiyemjua, na nafikiri ni vizuri hivyo kwa sababu inaonekana ni kazi ya Mungu. Tunajua Mungu hutumia watu. Mtu huyo aliangalia faili za shule yangu ya zamani na akajua nilifuzu mwaka gani na jina langu la ukoo, na akanitengenezea pete ya darasa langu kisha akalitumia. Isitoshe, pete yangu ilikuwa na Biblia na msalaba mdogo. Miaka 51 tangu nifuzu kutoka shule ya upili, Mungu bado ananirejeshea kile shetani alijaribu kuiba. Mungu kweli ni wa ajabu. Kwa hivyo, daima tunapaswa kuzingatia kile Mungu anaweza kutekeleza, si mabaya tuliyofanyiwa. Lakini wangapi kati yenu wamegundua leo kwamba kila kitu kilichoandika katika kitabu hiki ambacho Mungu anatuambia tufanye au tusifanye ni kwa manufaa yetu? Nilisema hivyo jana usiku na nataka muelewe hili. Utiifu wetu haumletei Mungu mabadiliko yoyote. Hautafanya maisha yake yawe mazuri zaidi. Ndiyo, tutapanua ufalme tukitoa mchango wetu kwa Mungu, lakini mnajua huu hapo kweli wa kimsingi. Usipomwacha Mungu akutumie, atapata mtu mwingine. Mungu hatashindwa kutekeleza kitu chochote eti kwa sababu tumekataa kumtii. Atapata mtu mwingine. Ikibidi akague watu 1,000, atafanya hivyo ili apate mtu aliye tayari kufanya jambo hilo ambalo amekuwa akikwambia ufanye na pengine umekataa kulifanya. Na sijui nyinyi, lakini mimi sitaki kuachwa nje. Nataka kushiriki kila kitu ambacho Mungu anafanya duniani leo. Nataka kuwa sehemu ya kile Mungu anatekeleza. Sitaki maisha yasiyokuwa na manufaa. Paulo alisema, nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni mili yenu iwe dhabihu iliyo hai. Warumi 12:1. Hebu tumalize kuisoma. Vitoeni viungo vyote vya mili yenu na vitu vyenu vyote. Hiyo inamaanisha akili, mdomo, mikono, miguu, mtazamo, fedha, burudani, mahusiano, kutoa kila kitu unachomiliki kama dhabihu iliyo hai. Dhabihu iliyo hai. Katika Agano la Kale watu walitoa dhabihu zilizokufa. Mungu hana haja na dhabihu zilizokufa. Anataka dhabihu iliyo hai, takatifu, iliyojitolea, iliyotengwa na ya kumpendeza Mungu. Ndiyo ibada yenu yenye maana ya busara. Na napenda jinsi Paulo anasema, na msije mkaona ni kazi ngumu sana. Hicho ndicho kitu cha busara zaidi cha kufanya. Kutoa yote. Jana usiku nilisema mara nyingi tunakuwa na uchumba na Yesu. Tunachopaswa kufanya ni kujitolea kikamilifu. Amen. Chukua hatua na ujitolee kikamilifu. Sasa mnajua Mungu hana haja ya dhabihu. Anachotaka ni utiifu. Hebu na tuangalie Samueli wa kwanza 15.
Tutafanya somo kidogo asubuhi ya leo tukitumia Mfalme Sauli kama mfano. Kwanza kabisa, Mungu hakutaka watu wake wawe na mfalme. Alitaka kuwa mfalme wao, lakini walimshinikiza kwa dhati mpaka akakubali kuwapa mfalme. Alimchagua Sauli. Alimtuma nabii Samueli ampake mafuta ili awe mfalme wa Israeli. Na hapo mwanzo Sauli alikuwa na mtazamo wa unyenyekevu sana. Kwa macho yake mwenyewe alijiona hafai, lakini inaonekana Mungu akianza kutumia watu au wakati mambo makuu yanaanza kutokea maishani mwao, wanapobarikiwa, inakuwa vigumu kwao kuendelea kuwa wanyenyekevu. Tunaanza kufikiria kwamba sisi ndio wakuu. Oh, mimi ni mkuu, sasa nimeshinda watu wengine, kwa hivyo nina haki ya kuwanyanyasa watu wengine. Na basi Mungu hawezi kuacha mtu kama huyu aendelee kumiliki kile alichompa. Bado hatujaona kile Mungu anaweza kutekeleza kupitia mwanaume au mwanamke ambaye atakiri kwamba yote afanyayo ni kwa uwezo wa Mungu. Basi tutaanza kuanzia mstari wa kwanza. Samueli akamwambia Sauli, Bwana alinipeleka nikutie mafuta uwe mfalme wa watu wake Israeli. Upako, upako. Usiku wa leo nitawazungumzia kuhusu upako kwa sababu sidhani tunasikia tena mafunzo ya kutosha kuhusu upako. Miaka kama 30 iliyopita nilipoanza huduma, upako ulizungumziwa sana. Upako, 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 upako. Na wame tulisikia kuhusu upako kila wakati. Ni sharti tuhakikishe kwamba tunategemea na tunalinda upako ulio maishani mwetu, sio mipango yetu mizuri. Amen. Basi usiku wa leo nitazungumzia kuhusu upako ambao ni nguvu ya Mungu maishani mwako na jinsi utiifu na kutotii huathiri upako wako. Hakuna kitu chochote unachoweza kuwa nacho maishani mwako chenye thamani kwako kushinda upako wa Roho Mtakatifu. Hakuna kabisa. Tulishuhudia matukio kadhaa ya ajabu leo asubuhi wakati wa nyimbo za ibada, uwepo na upako mwingi zaidi wa Mungu. Hata si lazima niharibu muda kwa kuwaeleza yaliyojiri. Nyote mlijua Mungu yuko hapa, na wakati hali hiyo inatokea, mambo ya ajabu hutendeka. Tunapata nguvu mpya, tunapewa nguvu, tunapata matumaini, tunaamini. Basi alimpaka Sauli mafuta ili awe mfalme. Hakumwambia tu aende awe mfalme, alimpaka mafuta ili awe mfalme wa watu wake Israeli. Na Mungu anapokupaka mafuta ili ufanye kazi fulani, inamaanisha amekuidhinisha na kukutayarisha kufanya kazi hiyo. Alimchagua mtu wa kawaida na baada ya kupakwa mafuta alikuwa mfalme. Wow. Mstari wa 2. Bwana wa majeshi asema hivi, nimeatia moyoni mwangu mambo hayo Amaleki waliowatenda Israeli. Sasa Amaleki lilikuwa taifa adui. Walikuwa na watesa wa Israeli. Mungu alisema, haya, nimefika mwisho sasa, nitawaadhibu. Jinsi walivyowapinga njiani hapo walipopanda kutoka Misri. Sasa enda, ni agizo kwa Sauli. Basi sasa enda ukawapige Amaleki na kuviharibu kabisa vitu vyote walivyo navyo. Wala msiwaachilie, bali waueni mwanamume na mwanamke, mtoto naye anyonyaye, ng'ombe na kondoo, ngamia na punda. Najua mara moja tunafikiria, hiyo si haki. Hiyo si sawa. Hayo haeleweki. Mbona Mungu afanye hivyo? Mnajua nini? Hatuna haki ya kubishana na matendo ya Mungu. Jukumu letu ni kuamini hata kama hatuelewi kwamba Mungu ana sababu kwa yote anayofanya. Nisikilizeni, Mungu kamwe hakosi kutenda mema. Hakosi, hawezi kabisa kukosa kutenda haki. Eti kwa sababu sielewi, haimaanishi Mungu amekosea kufanya jambo hilo. Basi Sauli akaenda kufanya kile alichoambiwa na Mungu. Lakini tukienda chini kwa mstari wa 8, nitaruka mistari kadhaa hapa, unaweza kujisomea yote baadaye. Tukiangalia chini mstari wa 8 inasema, akamkamata Agagi mfalme wa Amaleki yu hai. Kwa hivyo alimwacha hai mfalme akawaangamiza hao watu wote kwa upanga. Basi hapa tunaona ukosefu wa utiifu, ingawa kuna dhabihu. Tunaona utiifu usio mkamilifu.
Lakini Sauli na watu wake wakamwacha Agagi hai, na katika kondoo walio wazuri na ng'ombe na vinono na wanakondoo na chochote kilicho chema, wala hawakukubali kuwaangamiza. Basi walimwacha hai mfalme, waliangamiza vitu vibaya na wakabakisha vitu vizuri. Sasa unaweza kuona jinsi walivyokwenda mbali na kile walichoambiwa na Mungu hapo mwanzoni: enda na uangamize kabisa kila kitu katika nchi hiyo iliyo ovu, inayoabudu sanamu na iliyojaa pepo. Sitaki kuiona tena. Mstari wa 10, najuta kwa sababu nimemtawaza Sauli awe mfalme. Nawaambia, naomba na moyo wangu wote kwamba Mungu kamwe asije akasema, najuta kwa nini nilimwacha Joyce aongoze huduma hiyo. Linaweza kuwa jambo mbaya zaidi na la kusikitisha. Mnaona jinsi maneno hayo ni ya kusikitisha? Najuta kwa nini nilimpa Sauli nafasi niliyompa, maana amerudi nyuma asinifuate, wala hakufanya nilivyomwamuru. Samueli akasikitika, akamlilia Bwana usiku kucha. Mstari wa 12, tutaona tatizo la Sauli ni nini. Samueli akaondoka asubuhi na mapema ili aonane na Sauli. Samueli akaambiwa ya kwamba Sauli alifika Karmeli, na tazama, akajisimamishia ukumbusho. Jamani, hiyo ni sawa na mimi kuja hapa na kuwa na mkutano wa kufana na maisha ya watu yabadilishwe na ukumbi huu ujae watu, kisha kabla sijatoka nimwagize mtu anichongee sanamu ya mfano wangu hapa mbele. Sasa kama ningefanya hivyo, mungefikiri nimeshikwa na wazimu kabisa. Tunaona roho yake kwa vile kwanza hakufanya yote aliyoambiwa afanye na Mungu. Pili, aliona alikuwa amefanya jambo nzuri sana. Tunaona alikuwa amefanya maovu sana, lakini alijiona amefanya vizuri sana kiasi kwamba alijijengea ukumbusho. Mstari wa 13, Samueli akamwendea Sauli, naye Sauli akamwambia, ubarikiwe na Bwana, nimeitimiza amri ya Bwana. Sasa hili hapa jambo linalonishangaza. Tunaweza kudanganyika kabisa katika kufikiria kwetu. Kila mtu aseme kufikiria. Sema kufikiria. Mnajua nini hutendeka tunapowacha akili zetu ziingie sana katika masuala ya kiroho? Jamani, tunavurugika. Mungu ananiambia nifanye jambo fulani na nasema, huyu hawezi kuwa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu litanigharimu sana, litanitatiza, litaharibu mipango yangu. Silielewi. Mnajua nini? Mariamu hakuelewa kilichokuwa kinaendelea malaika alipomtokea na kumwambia kwamba atakuwa mamake Masihi. Hakuelewa, lakini alisema, na iwe kwangu kama ulivyosema. Si lazima tuelewe kila kitu. Tusiwe na vichwa vilivyojaa hekima na nafsi zilizotupu. Nimeitimiza amri ya Bwana. Mstari wa 14, Samueli akasema, maana yake nini basi hiki kilio cha kondoo masikioni mwangu na huu mlio wa ng'ombe ninausikia? Sauli akasema, wamewaleta kutoka kwa Waamaleki. Maana watu sasa, na walaumu watu wengine, maana watu waliwaacha hai kondoo na ng'ombe walio wazuri, na hii inanikasirisha sana, ili wawatoe dhabihu kwa Bwana. Mnaelewa anachosema? Niliwaleta ili niwatoe dhabihu kwako. Pumbavu gani huo? Sikukwambia ufanye hivyo, nilikuambia uangamize. Sikukwambia walete kisha baadaye watoe kwangu kana kwamba hicho ni kitu cha maana sana kufanya. Nilikuambia uangamize. Sauli alitumia fikira zake kupata sababu ya kutotii yote aliyoambiwa afanye na Mungu. Aliangalia vitu hivyo vyote vizuri na akafikiria, lazima nitafute sababu nzuri ya kumiliki vitu hivi. Najua nitakachofanya, nitavitumia kutoa dhabihu kwa Bwana. Naweza kuambia sasa kwamba hakuwa kabisa na kusudi la kutoa vitu hivyo vyote kwa Mungu kama dhabihu. Alikusudia kuvimiliki na kuvitumia mwenyewe. Na basi mambo yanaendelea hapa, anaendelea kubishana. Ndiyo, nimeitimiza amri ya Bwana. Na Samueli anasema, hapana, hujafanya hivyo.
Basi hatimaye tunaona katika mstari wa 22, naye Samueli akasema, je, Bwana huzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawasawa na kutii sauti ya Bwana? Angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu na kusikia kuliko mafuta ya beberu. Una kiwango gani cha utiifu? Je, unamtii Mungu kikamilifu? Unamtii Mungu kikamilifu anapokuambia ufanye jambo fulani? Je, unatekeleza kwa haraka na kwa ukamilifu yote anayokuambia utekeleze leo, au bado uko katika ile hali ya Sauli, hutaki kukosa kutii waziwazi, lakini badala yake unatii kwa njia isiyo kamilifu? Mfano mwingine, Mungu aliponiita hapo mwanzoni nifunze, nilikuwa na watoto 3 wakati huo, sasa nina 4. Sikuwa na muda wote wa kusoma au kujitayarisha kwa huduma, na nilijiona nina wazimu kufikiria kwamba nitaweza kuwa na huduma, lakini nilikuwa na azma hiyo moyoni mwangu, na nilikuwa nafunza Biblia nyumbani. Hata hivyo nilikuwa na azma ya kusoma. Deva alifanya kazi wiki nzima, nami nilifanya kazi wiki nzima. Nilikuwa na kazi nzuri sana. Petroli ya gari langu liligharimiwa na kampuni, na hatukuwa na shida za kifedha. Hapana, si kwamba tulikuwa matajiri kupindukia, lakini tuliweza kujikimu vizuri kimaisha. Tuliweza kufanya chochote tulichotaka, na Mungu akaanza kuninenea niache kazi yangu na nimtegemee kwa pesa na nisalie nyumbani ili niweze kusoma kwa dhati na nijitayarishe kwa huduma hiyo niliyotazamia kuwa nayo siku moja. Basi sehemu yangu moja ilisema una wazimu, na sehemu hiyo nyingine ilisema fanya hivyo. Basi Mungu alikuwa ananinenea rohoni, huku shetani akinigonga akilini. Kuna mtu ananielewa nikizungumza kuhusu hali hiyo? Ndiyo maana ikiwa utaongozwa na Roho, itakubidi uchukue hatua za hatari. Wakati mwingine itakubidi ujiweke katika hatari ya kukosea ili ujue kama umechukua mwelekeo sahihi. Ni sharti uwe mjasiri. Ninapoangalia nyuma sasa na nione kile nilichofanya na jinsi jambo hilo halikupendwa na wengi, nashangaa sana kwamba nilikuwa na ujasiri wa kufanya hivyo, na najua kwamba ilikuwa ni kupitia neema ya Mungu maishani mwangu, na kama singefanya hivyo, singekuwa hapa leo nikiwaambia ushuhuda wangu na nikiwasaidia. Nilipoanza kufunza neno, wengi hawakupendezwa kabisa kuona mwanamke akifanya kazi ninayofanya. Kila mtu alifikiri nimeshikwa na wazimu kabisa, ila watu wachache tu niliweza kuwahesabu kwa vidole vya mkono mmoja. Basi Mungu alipoanza kuninenea niache kazi yangu, niliogopa kuacha kazi yangu kwa sababu hatungekuwa na pesa za kutosha za kujikimu kimaisha. Kila mwezi tungepungukiwa kwa $40 za kulipia gharama zetu, na hiyo ilimaanisha ingenibidi nimtegemee Mungu sana, tena sana. Lakini kitu cha kwanza nilichofanya si kusema ndiyo Bwana, kisha niende niache kazi yangu. Kwanza nilisalia kazini kwa muda mrefu mpaka nikafadhaika sana kiasi kwamba singeweza kuendelea nayo. Basi nikaacha kazi na nikapata kazi ya siku chache kwa wiki. Hii inaonyesha vizuri kile ninachozungumzia hapa. Nilikuwa namtegemea Mungu, nilifanya kila alichoniambia. Sikwenda kazini siku 2 kwa wiki ili niwe na muda wa kusoma, lakini bado nilikuwa napata pesa za kutosha kwa mahitaji yangu. Haikunibidi nimtegemee Mungu kikamilifu. Sikilizeni, msikate tamaa. Katika miaka hii migumu, muwe watiifu kwa Mungu. Sasa wacha niseme tu hapa mwanzoni kwamba hakuna yeyote hapa anayeweza kumtii Mungu bila kumtegemea Mungu kufanya hivyo. Bila yeye huwezi kufanya chochote. Kwa hivyo haitakufaidi chochote kunisikiza kisha useme yametosha hayo, Bwana asifiwe, nitaenda tu nyumbani na nifanye hiki na nifanye kile na nitabadilisha hiki na nibadilishe kile. Kusema ukweli, utanoa kabisa, kwa sababu Mungu havutiwi na kujitegemea kwako, anataka tumtegemee. Basi nyenyekeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari ili awakweze kwa wakati wake. Na kujinyenyekeza kunamaanisha kujua kwamba bila yeye sisi ni bure. Kwa upande mwingine, ikiwa hatuna hamu thabiti na azma thabiti ya kumtii Mungu, basi kamwe hatutaweza kumtii Mungu. Hatatufanyia kila kitu na hatutaweza kufanya chochote bila yeye. Watu lalamika kuhusu muda wao kila wakati. Mnajua nyinyi hufanya nini na muda wenu? Mnafanya kile mnachotaka kufanya na muda wenu. Mimi sina muda wa kutosha. Una muda sawa na watu wengine. Sisi wote tuna muda sawa. Mbona watu wengine hawana faida yoyote katika kuzaa matunda?
Kisha kuna watu wengine ambao wanatekeleza mambo ya ajabu na ya kushangaza, na maisha yao yanazaa matunda kwa njia ya ajabu, na watu wote hawa wana muda sawa. Kuna mtu mwenye azma thabiti ya kutekeleza mambo ya maana na maisha yake, na yuko tayari kulipa gharama ya kufanya hivyo. Semeni, kulipa gharama. Wako tayari kulipa gharama ya kufanya hivyo, ili hali watu wengine wanataka tu vitu vilivyo rahisi. Ni vigumu sana, vinanitatiza, nimefungwa katika jambo hilo. Yesu nisaidie leo. Warumi 12:1. Basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai. Basi Paulo anasema nawasihi mfanye uamuzi. Mimi pia nafanya vivyo hivyo wikendi hii hapa Hershey, Pennsylvania. Nawasihi nyinyi pamoja na watu wote wanaotutazama kwenye runinga kote duniani, nawasihi mfanye uamuzi kwamba hamtaishi maisha duni yasiyokuwa na maana thabiti. Kitu cha kwanza tunachoweza kufaidika nacho sisi wote ni kama tutaamua leo, nimeacha kutoa vijisababu. Sitatoa vijisababu tena. Ikiwa nimeshindwa, basi afadhali niwajibikie hali yangu mbaya. Sitaki kulaumiwa, kama singekuwa hivi na kama singekuwa vile, kama ningekuwa na hiki na kile kwa wingi zaidi. Acha kuzingatia kile usicho nacho na uzingatie kile ulicho nacho. Pengine hukuwa na wazazi waliokupenda, lakini Mungu yuko upande wako sasa. Pengine ulinyanyaswa utotoni mwako, lakini Mungu yuko tayari kukupa uponyaji na marejesho. Amen. Kitu maridadi kilinifanyikia wiki hii. Mungu unishangaza. Nilimaliza shule ya upili mwaka 1961 na babangu, kama mjuavyo, alikuwa mtu mkali na katili na hakunikubalia nifanye kama watoto wengine. Nilikuwa nahisi aibu kila wakati na nilijiona niko tofauti na wenzangu. Hakununua picha za darasa langu, na kama mjuavyo, kama mnakumbuka mkiwa shuleni, hicho kilikuwa ni kitu cha muhimu sana kwa wanafunzi. Watu walikuwa wanabadilishana picha na mimi sikuwa hata na moja, na hakununua pete ya darasa langu. Kwa hivyo sikupata pete ya darasa langu, na wiki hii iliyopita boksi moja lililetwa ofisini kwetu na mtu nisiyemjua, na nafikiri ni vizuri hivyo kwa sababu inaonekana ni kazi ya Mungu. Hata hivyo tunajua Mungu hutumia watu. Mtu huyo aliangalia faili za shule yangu ya zamani na akajua nilifuzu mwaka gani na jina langu la ukoo, na kanitengenezea pete ya darasa langu, kisha akanitumia. Isitoshe, pete yangu ilikuwa na Biblia na msalaba mdogo. Miaka 51 tangu nifuzu kutoka shule ya upili, Mungu bado ananirejeshea kile shetani alijaribu kuiba. Mungu kweli ni wa ajabu. Kwa hivyo daima tunapaswa kuzingatia kile Mungu anaweza kutekeleza, si mabaya tuliyofanyiwa. Lakini wangapi katini wamegundua leo kwamba kila kitu kilichoandika katika kitabu hiki ambacho Mungu anatuambia tufanye au tusifanye ni kwa manufaa yetu? Nilisema hivyo jana usiku na nataka muelewe hili. Utiifu wetu haumletei Mungu mabadiliko yoyote. Hautafanya maisha yake yawe mazuri zaidi. Ndiyo, tutapanua ufalme tukitoa mchango wetu kwa Mungu, lakini mnajua huu hapo kweli wa kimsingi. Usipomwacha Mungu akutumie, atapata mtu mwingine. Mungu hatashindwa kutekeleza kitu chochote eti kwa sababu tumekataa kumtii. Atapata mtu mwingine. Ikibidi akague watu 1,000, atafanya hivyo ili apate mtu aliye tayari kufanya jambo hilo ambalo amekuwa akikwambia ufanye na pengine umekataa kulifanya. Na sijui nyinyi, lakini mimi sitaki kuachwa nje. Nataka kushiriki kila kitu ambacho Mungu anafanya duniani leo. Nataka kuwa sehemu ya kile Mungu anatekeleza. Sitaki maisha yasiyokuwa na manufaa. Utiifu. Mfano mwingine, Mungu aliponiita hapo mwanzoni nifunze, nilikuwa na watoto 3 wakati huo, sasa nina 4. Sikuwa na muda wote wa kusoma au kujitayarisha kwa huduma, na nilijiona nina wazimu kufikiria kwamba nitaweza kuwa kwenye huduma, lakini nilikuwa na azma hiyo moyoni mwangu, na
Nilikuwa nafunza Biblia nyumbani. Hata hivyo, nilikuwa na azma ya kusoma. Dave alifanya kazi wiki nzima, nami nilifanya kazi wiki nzima. Nilikuwa na kazi nzuri sana. Petroli ya gari langu liligharimiwa na kampuni na hatukuwa na shida za kifedha. Hapana, si kwamba tulikuwa matajiri kupindukia, lakini tuliweza kujikimu vizuri kimaisha. Tuliweza kufanya chochote tulichotaka, na Mungu akaanza kuninenea niache kazi yangu na nimtegemee kwa pesa na nisalie nyumbani ili niweze kusoma kwa dhati na nijitayarishe kwa huduma hiyo niliyotazamia kuwa nayo siku moja. Basi sehemu yangu moja ilisema una wazimu, na sehemu hiyo nyingine ilisema fanya hivyo. Basi Mungu alikuwa ananinenea rohoni, huku shetani akinigonga akilini. Kuna mtu ananielewa nikizungumza kuhusu hali hiyo? Ndio maana ikiwa utaongozwa na Roho, itakubidi uchukue hatua za hatari. Wakati mwingine itakubidi ujiweke katika hatari ya kukosea ili ujue kama umechukua mwelekeo sahihi. Ni sharti uwe mjasiri. Ninapoangalia nyuma sasa na nione kile nilichofanya na jinsi jambo hilo halikupendwa na wengi, nashangaa sana kwamba nilikuwa na ujasiri wa kufanya hivyo, na najua kwamba ilikuwa ni kupitia neema ya Mungu maishani mwangu, na kama singefanya hivyo, singekuwa hapa leo nikiwaambia ushuhuda wangu na nikiwasaidia. Nilipoanza kufunza neno, wengi hawakupendezwa kabisa kuona mwanamke akifanya kazi ninayofanya. Kila mtu alifikiri nimeshikwa na kichaa kabisa, ila watu wachache tu niliweza kuwahesabu kwa vidole vya mkono mmoja. Basi Mungu alipoanza kuninenea niache kazi yangu, niliogopa kuacha kazi yangu kwa sababu hatungekuwa na pesa za kutosha za kujikimu kimaisha. Kila mwezi tungepungukiwa kwa dola 40 za kulipia gharama zetu, na hiyo ilimaanisha ingenibidi nimtegemee Mungu sana, tena sana. Sisemi uende na ujaribu kufanya nilivyofanya mimi. Hili si jambo unaloamua tu kufanya. Unapaswa kulifanya ikiwa unaamini kikweli na moyo wako wote kwamba ni Mungu ndiye amekuambia ulifanye. Na kitu unachopaswa kujua ni kwamba Mungu akiagiza kitu basi atakilipia. Basi kama hatukuchelewa kulipia gharama zetu, Mungu alitenda miujiza na kila mwezi alitupatia kile tulichohitaji kulipia gharama zetu, na kila wakati ilikuwa katika dakika ya mwisho. Na mnajua nini? Alifanya hivyo ili tumtegemee kwa pesa, na kwa hivyo kile tunachohitaji leo kuendesha huduma hii hakitutishi wala hakitutatizi, kwa sababu imani yetu iliimarishwa zamani, miaka kama 30 hivi iliyopita. Lakini kitu cha kwanza nilichofanya si kusema ndiyo Bwana, kisha niende niache kazi yangu. Kwanza nilisalia kazini kwa muda mrefu mpaka nikafadhaika sana kiasi kwamba singeweza kuendelea nayo. Kisha nikaacha kazi na nikapata kazi ya siku chache kwa wiki. Hii inaonyesha vizuri kile ninachozungumzia hapa. Nilikuwa namtegemea Mungu, nilifanya kila alichoniambia. Sikwenda kazini siku 2 kwa wiki ili niwe na muda wa kusoma, lakini bado nilikuwa napata pesa za kutosha kwa mahitaji yangu. Haikunibidi nimtegemee Mungu kikamilifu. Sasa kama ningechukua hatua ya kuacha kazi kisha baada ya miezi mitatu watu wanaotudai waanze kutuandama, basi ingenibidi niwe na hekima ya kutosha na kusema, unajua nini? Kile nilidhani nimesikia haki kutoka kwa Mungu. Unapaswa kuelewa kwamba ikiwa unaamini kweli kwamba Mungu anakuongoza kufanya jambo fulani, basi Mungu atashughulikia kile kinachohitaji kushughulikiwa. Na asipofanya hivyo, basi huna budi kukubali na useme, unajua nini? Nilidhani nilimsikia Mungu, lakini sikumsikia. Hii situfanye tuone aibu. Tunajifunza kusikia sauti ya Mungu kwa kuchukua hatua ya imani ili tujionee wenyewe. Lakini mimi kweli nilimsikia Mungu. Basi nilipata kazi ya siku chache kwa wiki, na ajabu iliyoje, nilitimuliwa kutoka kwenye kazi hiyo. Sasa mimi sikuwa mfanyakazi mwenye tabia za kufanya nitimuliwe kazini. Nilikuwa mfanyakazi mzuri, lakini bado nilifutwa kazini. Nawaambia, kila wakati huo nilikuwa nafanya kazi ya mashine ya kupiga hesabu, na kila nilipoigusa iliharibika. Nafikiri wakubwa wangu alifikiri kuna kitu fulani nilikuwa nafanyia mashine hiyo. Basi ikawa wazi kwangu kwamba Mungu alikuwa anasema, nilikuambia. Sitaki uendelee na kazi ili ujikimu kimaisha. Nataka usome na ujitayarishe kwa imani kwa kazi niliyokuita ufanye. Mnajua nilitumia miaka mingapi nikijitayarisha bila hakikisho lolote kwamba siku moja nitasimama hapa? Nilitumia maelfu na maelfu ya saa nikichambua neno la Mungu, nikiwa nimeketi kwenye kochi langu, watoto wangu wakiwa wamelala, na mara nyingi nilisalia macho usiku kucha nikichambua neno la Mungu, nikijaribu kupata hata muda kidogo tu na Mungu ili niweze kuendesha somo moja la Biblia la saa moja kila wiki katika sakafu ya sebule yangu nikiwa na watu 25. Nilifanya hivyo kwa uaminifu kwa miaka 5, kisha nikafanya kazi katika huduma ya mtu mwingine kwa miaka 5.
Kisha hatimaye Mungu alisema, sasa nataka uanze huduma yako, nenda kaskazini, kusini, mashariki au magharibi. Hivyo ni vyema, lakini hakuna mtu anayenijua kaskazini, kusini, mashariki au magharibi. Niliogopa sana, hata sijui niwaeleze vipi jinsi nilivyoogopa. Niliogopa sana mpaka nikaona ni kama magoti yangu yataisha nguvu na nianguke chini. Naishi St. Louis, na kwa hivyo tulienda kaskazini mwa St. Louis, mashariki mwa St. Louis, magharibi mwa St. Louis na kusini mwa St. Louis. Nawaambia ukweli, na nilikuwa na mkutano mmoja kila mwezi katika kila sehemu ya mji. Kwa sababu kile nilichojua ni kuwa na utifu kama mtoto mdogo, na nilitaka kuona nini kitafaulu. Basi tukawa kwa stesheni moja ya redio na baadaye tukawa kwa stesheni 8. Na baadhi ya stesheni hizo zilifana, na tukaweza kwenda katika miji hiyo na tukakomboa kumbi za sherehe kwa mikahawa ambazo ziliweza kuingia watu 100 au 200, na tukawa na mikutano hapo. Nimefanya mikutano kama hii mara elfu na elfu na elfu na elfu. Nimeokota mabaki ya miguu ya kuku kutoka kwenye sakafu baada ya sherehe za usiku uliopita ili tuweze kuweka viti vyetu hapo. Nakumbuka wakati mimi na Dave tuliendesha gari letu lenye magurudumu yaliyoisha vibaya na kupakua kila kitu. Wakati ilikuwa ni zile kaseti za mahubiri. Alizipakua na akazitandaza mahali. Aliziuza zote. Nilikuwa na mwanamuziki mmoja aliyeimba, alipiga gitaa, alicheza piano na akapiga mashine ya drums kwa mguu wake mmoja. Kwa miaka 35. Kwa hivyo usijaribu hata kidogo kunihukumu na kunikashifu kwa sababu hujui kabisa niliyopitia. Nimefika mahali hata nikitumia barua za kunikashifu mimi na ni kama nacheka tu. Nasema moyoni, hujui unachosema hata kidogo. Lakini unaona, nawaambia haya kwa ajili ya mambo ambayo Mungu anashughulikia maishani mwenu, ili ujue kama ni Mungu anakuambia achana na huo mtazamo mbaya, acha kujionea huruma, anza kutoa fungu la 10. Sikutarajia kila mtu atapiga makofi kwa hilo. Je, mnajua ni 20% peke yake ya watu ndio hutoa pesa zote? Hiyo si sawa. 20% nyingine, ile 20% ya watu ndio hufanya kazi zote. Hiyo si sawa pia. Sisi wengine tunakaa tu tukisema, afadhali ningekuwa na hiki au kile. Mimi sikukipata kwa kutamani tu. Sikilizeni, msikate tamaa. Wakati mambo ni magumu, muwe watifu kwa Mungu. Nawaambia, wakati Mungu alikuwa anajaribu kunifunza kumtii mume wangu, nilifikiri nitakufa. Kwa kweli sikuamini naweza kustahimili jambo hilo. Nilikuwa na ukaidi mwingi ndani ya nafsi yangu kwa sababu nilidhulumiwa na babangu, na wakati mmoja niliolewa nikiwa na miaka 18 na mume wangu alifuatana na wanawake wengi kila wakati, na nilidhulumiwa pia na wanaume wengine, na basi nilijiwekea ahadi kwamba hakuna mwanaume ataniambia tena kile ninachopaswa kufanya. Jamani, najua kuna wengine kama mimi hapa. Na siku moja nikaona ile sehemu ya Biblia inayosema kwamba mwanamke anapaswa kujinyenyekeza. Na nikaona neno kubadilika. Kubadilika. Mke anapaswa kubadilika ili asikizane na mume wake. Hata sikujua kuliandika neno hilo, wacha kulitekeleza. Niliposoma hiyo, ilinigusa kwa ndani sana. Mnafikiri ningekuwa nimesimama hapa leo kama bado ningekuwa namsema mume wangu vibaya kisiri? Lakini baadhi yenu Mungu anawaambia mwache kuwa na mtazamo wa ukaidi. Haya, Bwana asifiwe. Unamsengenya mkubwa wako kazini, unamhukumu na kumkashifu mchungaji wako, una jambo la kusema kuhusu kila mtu, kwa sababu bila shaka unajua mengi zaidi kuliko kila mtu mwingine dunia nzima. Mnajua watu wanaofikiri wanajua yote, imethibitishwa kisayansi kwamba wale wanaofikiria wanajua yote ndio wanajua machache zaidi. Hatutajua chochote mpaka tugundue hatujui chochote.
Jamani, tuko pamoja? Biblia inaposema uifie nafsi yako, inazungumzia uchungu unaokata nafsi yako. Mungu anapokuambia ufanye kitu usichotaka kufanya, lakini umesoma Warumi 12:1 na umejitolea kwa dhati kutekeleza kile Mungu amekuambia utekeleze, kwa sababu unaamini yeye ni mwema na chochote anachokuambia ufanye hatimaye kitakuwa na manufaa kwako. Jamani, tuko pamoja? Unasema, bosi wangu ni mpumbavu. Kweli unataka nichukue muda niende Petero wa kwanza na nikusomee kile Biblia inasema kuhusu uhusiano wako na mkubwa anayekusimamia? Inasema jinyenyekeze mbele yake, kuwa mkarimu kwake. Eti nini? Unafanya mzaha. Kisha tunasema, lakini kwa nini? Si haki hiyo, hiyo si sawa. Je, Yesu kwenda msalabani na kufa kwa dhambi zako ilikuwa haki? Mungu hatuambii tufanye kile kinachofanywa na kila mtu mwingine. Hatuambii tufanye kile kilicho rahisi au kinachotufaa au kinachopendwa. Anatuambia tufanye kile anachotuambia tufanye kwa ajili ya utukufu wake. Ilinichukua muda mrefu kuacha kujibizana na Dave. Bado nafanya hivyo, lakini kidogo tu. Kidogo sana. Sana. Kwa kweli tuna uhusiano mzuri sana. Dave anapenda tabia yangu ya kujibizana naye. Lakini nikiona hataki mchezo na nyamaza, mimi si mjinga. Mnajua Biblia inasema kwamba upendo wa Mungu unatutawala na unatusukuma kufanya kile kilicho sahihi. Kadri unavyozidi kumpenda Yesu, ndivyo utazidi kuwa tayari kufanya kile anachokuambia ufanye, haijalishi kama utafurahia jambo hilo au la. Mnajua, kusema kweli, niko radhi nifanye kile ninachotaka kufanya kila wakati. Na hata wewe utataka hivyo pia. Bado sifurahishwi sana na kujinyenyekeza au kubadilika. Sisi wote hutaka kufanya tunavyotaka. Lakini siwezi kuonyesha mamlaka iliyo juu yangu ukaidi maksudi. Mnajua kwa nini? Kwa sababu najua hiyo itaathiri upako ulio maishani mwangu, na upako huo ndio kitu cha pekee nilicho nacho na siwezi kuharibu hata iweje. Sikuwa na furaha nilipokuwa mwanamke mkaidi. Nataka muangalie Wathesalonike wa pili. Inasema, maana ile siri ya kuasi hivi sasa inatenda kazi. Sasa tafadhali hebu tuelewe hili. Tunaona nini duniani leo? Roho ya uasi tayari iko duniani, kwa sababu tukiangalia kila mahali tunaona ukaidi. Lakini hatupaswi kushirikiana nayo. Mungu hajatuita tufanye hivyo, na kadri dunia inavyozidi kumwasi Mungu, ndivyo tunahitaji kuzidi kuwa na azma thabiti ya kumtii Mungu. Kadri inavyozidi kuwa giza, nuru nayo inapaswa kuzidi kuangaza. Na tuko katika hatari ya kushirikiana na ukaidi wa dunia. Ni rahisi sana kubeba na mkondo wa mawimbi. Ni vigumu kuogelea kinyume na mkondo wake. Usijaribu kufanya kile wengine wanafanya. Usikae mezani baada ya chakula cha mchana na uanze kumsengenya bosi wako kwa sababu watu wengine wanafanya hivyo. Enda mahali na umuombe. Enda na uombe hata wengine wote, na wakikuuliza maoni yako kumhusu, waambie, mnajua nini? Nimebarikiwa kuwa na kazi. Huenda afanyi kila kitu vizuri, lakini hata mimi sifanyi kila kitu vizuri. Tuko pamoja? Na nawaambia, kadri ninavyozidi kusikia watu wakimpigia Mungu kelele, ndivyo na mimi nazidi kumshangilia. Nawaambia, napenda sana kuwa katika kipindi hiki cha runinga na niangalie runinga hiyo na niseme, Mungu yu hai. Yeye ndiye mwanzo na mwisho. Yeye ndiye kila kitu hapo katikati. Hutaweza kumwondoa Mungu, sijali utajaribu kufanya nini. Mungu yu hai duniani, na wakati kila kitu kingine kitapotea, Mungu bado atakuwa hapa. Amen. Amen, amen. Samueli wa pili 24:18. Siku hiyo Gad akamwendea Daudi akamwambia, haya,
kwea wewe ukamwinulie Bwana madhabahu penye kiwanja cha Arauna Myebusi. Basi Daudi akakwea sawasawa na neno la Gadi kama Bwana alivyomwamuru. Huyo Arauni akatazama akamwona mfalme na watumishi wake wakimjia. Arauna akatoka akasujudu mbele ya mfalme kifulufuli hadi chini. Arauna akasema, bwana wangu mfalme amemjia mtumwa wake kwa kusudi gani? Naye Daudi akasema, makusudi ninunue kwako kiwanja hiki ili nimjengee Bwana madhabahu, ili kwamba tauni ipate kuzuiliwa katika watu. Ugonjwa wa tauni ulikuwa umeshika watu kambini, na Daudi alipokea neno kutoka kwa Bwana. Aliambiwa aende na ajenge madhabahu katika kiwanja hicho ili ugonjwa ukome. Basi alienda kwa mfalme huyo kununua kiwanja ili afanye hivyo. Arauna akamwambia Daudi, bwana wangu mfalme na akitwae akatolee yaliyo mema machoni pake. Tazama, ng'ombe hawa kwa sadaka ya kuteketezwa, tena vyombo vya kupuria. Na basi akasema, acha nikupatie kile kitu unachohitaji. Nitakupatia kiwanja, nitakupatia kuni, nitakupatia moto, nitakupatia kile kitu unachohitaji. Hebu tuone Daudi alisema nini. Vitu hivi vyote mfalme, mimi Arauna nakupa wewe mfalme. Kisha Arauna akamwambia mfalme, Bwana Mungu wako na kukubali. Lakini mfalme akamwambia Arauna, la sivyo, lakini kweli nitavinunua kwako kwa thamani yake, wala sitamtolea Bwana Mungu wangu sadaka za kuteketezwa nisizozigharamia. Je, utifu wako hauku kugharimu chochote? Je, wewe huacha kutii unapoona mambo yameanza kuwa magumu? Je, wewe huondoka mkutanoni unapoanza kuhisi kuchoka? Wakati walimu au wachungaji wako wanapokukaripia, je, wewe huondoka na kwenda kujiunga na kanisa lingine? Mkubwa wako anapokukosoa, je, wewe huwa utafuta kazi nyingine? Mume wako anapokuambia ufanye kitu usichotaka kufanya mara 12 kwa kipindi cha miaka 12, je, wewe huenda kutafuta mume mwingine? Bwana asifiwe, hakuna mtu atakayeniambia cha kufanya. Nimetumia vibaya maisha yangu yote, hakuna mtu atakayeniambia cha kufanya tena. Hiyo haitakusaidia, 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 haitakusaidia. Hebu tufanye uamuzi leo kabla hatujaondoka kwamba tutamtii Mungu na itatugharimu kitu. Lakini hebu niwaambie kitu. Gharama tunayolipa kwa ajili ya utiifu si kitu ikilinganishwa na manufaa hatimaye tutakayopata. Amen. Haya basi, simameni pamoja nami leo.